Atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa mno na ya ajabu kuliko yale tuyaombayo ama tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Na hii ni Waefeso 3:20. Jina la Bwana libarikiwe. Na hizi ni habari njema za ufalme wa mbinguni. Neno la Mungu linaposema kwamba kwa kadiri, ninachotaka kuongelea siku ya leo ni kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani ya mtu. Tumekuwa tukisema hili neno sana, lakini nimekuwa nikifundisha tena katika mfululizo wa kipindi kingine kilichopita. Basi siku ya leo kuna pointi moja ambayo Roho Mtakatifu ameniambia nisisitize. Nguvu za Mungu zaweza kujaa ndani yako na nguvu za Mungu zaweza kupungua ndani yako. Ndio maana nasema kwa kadiri, maana yake kwa kipimo. Haleluya! Kwa hiyo kwa kipimo kile kilichoko ndani yako, ama kwa uwezo ule wa nguvu za Mungu zilizoko ndani yako, ndivyo unaweza ukatenda kazi pamoja na Mungu. Kumbuka, Bible inasema tumeketishwa pamoja na Kristo. Ikiwa tumeketishwa pamoja na Kristo, kwa hiyo tukitembea tunatembea pamoja naye, tukifanya kazi tunafanya kazi pamoja naye. Kwa hiyo lazima tujae nguvu za Mungu ili tuweze kumdhihirisha Kristo hapa duniani. Unaweza kuwa na Yesu Kristo lakini huna nguvu zake. Utaniambia kwa njia gani? Si ninaye Kristo. Lakini ninachotaka kusema ni hivi, wanafunzi wa Yesu walikuwa na Yesu Kristo, lakini wakati wanavuka, Yesu Kristo amesema tuvuke mpaka ng'ambo, walikuwa wako na Yesu, lakini bahari ikachafuka na wanazama. Kwa hiyo unaweza ukawa na Yesu Kristo lakini unazama katika matatizo, lakini unajua namna gani ya kutumia zile nguvu zake, ama ya kutumia uungu wa Yesu Kristo katika maisha yako, ili Yesu Kristo ajidhihirishe kwako. Kwa hiyo Mungu ametukutanisha siku ya leo ili ujue utumie nini, uguse batani gani ili Mungu ajidhihirishe katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Bila kupoteza muda, tunaona wanafunzi wa Yesu Kristo kabla na baada, kabla ya Yesu kupaa kwenda mbinguni na baada ya kwenda mbinguni. Tukisoma katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile 1:8, lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi yote na Samaria na hata miisho ya nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kutembea na nguvu za Mungu. Kuna umuhimu mkubwa wa kutembea na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kutembea na Yesu Kristo hapo kaishia hapa haitoshi. Bado tunahitaji kuwa ile nguvu ya Mungu iwe active ndani yetu. Unapokuwa active katika Roho Mtakatifu, unapokuwa active katika nguvu zake, hata ulale usingizi, bado roho yako itakuwa ina nguvu, bado roho yako itakuwa inatenda kazi. Hata aje mchawi usiku wa manane, roho yako ikiwa na nguvu na uwezo wa kimbingu, hawezi kukufanya chochote. Kwa sababu gani? Umejaa nguvu za Yesu Kristo ndani yako na zinatenda kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Na nataka nirudi katika ile Waefeso. Atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa mno na ya ajabu. Kwa hiyo nguvu za Mungu zinaweza kujaa na pia zinaweza kupungua. La sivyo asingetuandikia katika kitabu cha Waefeso, anasema kwa kadiri ya nguvu itendayo, kwa kipimo cha nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu kabla hawajaenda kwenda kufanya kazi, tayari Yesu Kristo ameshawaachia maagizo, msitoke Yerusalemu mpaka mtakapovikwa nguvu na Roho Mtakatifu za kwenda kufanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Furaha ya Yesu Kristo ni sisi tutembee na nguvu zake. Furaha ya Yesu Kristo ni sisi tutembee kifua mbele tukiwa na Yesu Kristo ndani yetu ambaye anatenda kazi. Yaani sisi tunatenda kazi pamoja naye. Sisi tunafanya kazi pamoja na Kristo. Kwa hiyo Kristo atatukuzwa, Kristo atainuliwa pale ambapo nasi tunatambua kile kilicho ndani yetu. Tunaona
wanafunzi wa Yesu wamemwombea, wamekemea pepo. Wanafunzi wa Yesu wamekemea pepo na pepo likakataa kutoka, ama wakashindwa kumtoa yule pepo. Matendo ya Mitume ile 17. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoa. Yule kijana akapona tangu saa ile. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wanafunzi wa Yesu walishindwa, na wakati wanafunzi wa Yesu walishindwa, Yesu Kristo hapa tena anawauliza, ni kama anawauliza kwa kweli, ni kama vile anaongea kwa kushauti kwamba nitakaa nanyi mpaka lini, enyi kizazi kisichoamini? Basi Yesu akamfungua yule mtu. Baada ya kumfungua yule mtu, somo la mstari wa 21, kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Sasa kabla sijaendelea mbele, lazima ufike mahali uanze kumuuliza Bwana Yesu, kwa nini siwezi kutoka hapa? Kwa nini sivuki katika hichi? Ukifika mahali pa maswali kwa namna hiyo, lazima Mungu atajidhihirisha kwako. Lazima Yesu Kristo atafanya njia pasipo na njia. Ukianza kuwa hivyo, unaanza kuwa mwanafunzi bora, unaanza kuwa mwanafunzi mwenye ufahamu, ambaye unataka kuvuka darasa kwenda katika darasa lingine. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Basi unaona mule mstari wa 20, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu ya imani yenu. Kwa maana amen nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hata uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Jina la Bwana libarikiwe. Hakutakuwa na neno lisilowezekana kwenu. Hakutakuwa na neno lisilowezekana kwenu. Mkiwa na nini? Mkiwa na imani. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa na imani, hapata kuwa na neno lisilowezekana kwako. Ukiwa na imani, hapata kuwa na chochote kile kisichowezekana kwako. Amini katika Kristo Yesu ya kwamba inawezekana, na hakika yake itawezekana. Jina la Bwana libarikiwe. Basi ni kwa nini ninakuambia mfano huu, ama ni kwa nini nasema maneno haya? Ni hili ujue ni wapi ambapo umeshikiliwa, ni wapi mguu wako umefungwa, ni wapi ufahamu wako umekamatwa, ni wapi unapokosea. Bible anasema kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Sasa mimi nakwambia kumbuka ni wapi ambapo umeshikiliwa ukatoka katika hiyo kifungo. Sasa siku zote Yesu Kristo alipoondoka alituachia maagizo ya kwamba tukawafanye watu wote kuwa wanafunzi wake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo fanyika kuwa mwanafunzi wa Yesu wa baraka, mwanafunzi wa Yesu unayemfuata Yesu hatua kwa hatua. Jina la Bwana libarikiwe. Wanafunzi wa Yesu wale ambao hawakuweza kutoa pepo, maana yake na Petro alikuwepo, maana yake na Yohana alikuwepo, maana yake na nani, wote walikuwepo. Yesu anapenda wote tutembee na nguvu zake. Yesu Kristo anataka tutembee na nguvu zake kila saa, na ndiyo furaha yake. Sisi tunaposhinda hapa duniani ndiyo furaha yake. Tunashinda pamoja naye, tunatembea mbele, tunasonga mbele pamoja naye. Sikiliza, nataka unielewe kwamba unahitaji utembee na nguvu za Mungu. Na utatembeaje nazo? Nitakueleza. Baki pamoja nami. Jina la Bwana libarikiwe. Tukirudi katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati Yesu Kristo anapaa, akawaambia hivi, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata miisho ya nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo aligundua kwamba hawa jamaa nikiwaacha hapa duniani, kama sijawajaza na nguvu zangu, kama sijaachilia nguvu zangu juu yao, watatawanyika wote hawatafanikiwa. Akawaachia maagizo, kaeni Yerusalemu. Baada ya kukaa Yerusalemu, mtatiwa nguvu.
na akawaeleza kabisa, akawa mention eneo la kwenda kukaa. Basi jina la Bwana libarikiwe. Wakati huo basi Yesu Kristo akawaambia, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mtapokea nguvu na Roho Mtakatifu. Nguvu za kufanya nini? Nguvu za kushinda, nguvu za kusurvive. Kwa hiyo hapa dunia hii hauwezi ukashinda kama huna nguvu za Mungu ndani yako. Matendo ya Mitume 2 ukisoma pale, Petro ameshajazwa nguvu tayari, ameshaanza kutenda kazi. Ameshaanza kutenda kazi pamoja na Yesu Kristo ndani yake, anatembea pamoja naye, na neno la Mungu nasema wakaenda kulihubiri lile neno na Mungu akilithibitisha lile neno. Sikiliza, Petro yule akaanza kutembea, akakutana na mtu pale kwenye mlango mzuri, akamwambia, hatuna fedha wala hatuna dhahabu, bali tulicho nacho ndicho tukupacho. Maana yake nini? Wakiwa wamejaa nguvu, wamejaa uweza, bali tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa hiyo ukiwa umejaa nguvu za Mungu, utatenda mambo makuu pamoja na Kristo ndani yako. Utashinda na zaidi ya kushinda. Jina la Bwana libarikiwe. Utukufu apewe Yesu Kristo. Namba 2. Yapi madhara ya wewe kutokuwa na nguvu za Mungu ndani yako? Ni nini kinatokea wakati wewe huna nguvu za Mungu ndani yako? Ukisoma katika Bible, wana wa Skewa walikwenda kukemea pepo ambapo wao hawajui, ila waliona, nao wakataka kufanya kama baba yao anavyofanya, kama mtumishi fulani anavyofanya. Mapepo yakawauliza ya kwamba, Paulo tunamjua na Yesu tunamjua na Petro tunamjua, ninyi ni kina nani? Jina la Bwana libarikiwe. Madhara hayo, mwisho wa siku mapepo yakawachania nguo, na baada ya kuwachania nguo wakaondoka kwa aibu, kwa kukimbizwa. Sasa basi, ni mara ngapi sisi tunaenda kwenda kuanza mambo, kwenda kufanya vitu, kwenda kufanya project, kwenda kuanzisha biashara, kwenda kufanya vitu hivi na vile, lakini hatujui kanuni za ulimwengu wa roho. Tukijua kanuni za ulimwengu wa roho, tutashinda na zaidi ya kushinda. Wana wa dunia wana hekima yao, wana namna yao. Jina la Bwana libarikiwe. Siku zote lazima tujue, wanafunzi wa Yesu, kabla Yesu hajaondoka, aliwaambia kakaeni eneo fulani, mtajaa nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Nguvu za kufanyaje? Nguvu za kutenda kazi, nguvu za kutembea hapa duniani. Maana amesema hivi, amewatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Kama ikiwa ni hivyo, basi lazima tunahitaji nguvu ya kutuprotect, nguvu ya kushinda na zaidi ya kushinda. Kushinda dhidi ya nani? Kushinda dhidi ya yule mwovu Shetani. Kwa sababu gani? Dunia hii yote inakaa katika yule mwovu Shetani. Kwa hiyo lazima sisi tumepewa kushinda na zaidi ya kushinda. Yaani yeye ameshatangaza ushindi kabla ya mechi. Sasa wewe ni kujua kanuni za mechi inasemaje, ili tuweze kushinda na zaidi ya kushinda. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo huwezi ukashinda kabla hujachukua hizo kanuni. Wana wa Skewa wakapigwa, wakaondoka kwa aibu. Ni mara ngapi unapoona watu wa Mungu wanaenda kufanya biashara, wanachukua hatua hizi na hizi, lakini hawafuati kanuni? Wana wa dunia kabla hawajafanya biashara yoyote, lazima watafute babu yao, lazima waende kwa mtu fulani na kwa mtu fulani, wakaulize, je, katika eneo hili nikifanya kazi hii itafanikiwa? Je, katika jambo hili ninapokwenda kufungua biashara fulani, lazima tumuite mzee fulani, lazima tuite hiki na kile, tuchinje, lazima tuite hapa, tumwage damu, tufanye kitu ili jambo fulani lipate kutokea. Lakini watu wa Mungu wamekwama katika hilo eneo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo lazima tujue vyanzo vya nguvu zetu ni katika Yesu Kristo. Sasa basi, anza kuutafuta uso wa Mungu ili Mungu ajidhihirishe kwako. Wana wa dunia wana hekima yao, nasi lazima tuwe na hekima yetu katika Yesu Kristo. Tujue, zingatia. Yesu anawaambia msitoke hapa Yerusalemu
mpaka mtakapovikwa nguvu. Sasa wewe msitoke, maana yake watatoka, wataenda. Sasa maana yake unapokwenda lazima uende na Yesu Kristo. Lazima uende na Yesu Kristo akakushindie katika njia zako. Lazima uende na Yesu Kristo. Sasa usipoenda naye, ndio maana unafeli, ndio maana unakwama. Kwa hiyo Yesu Kristo ni wa muhimu katika hatua zako. Ufanye nini ili nguvu za Mungu ziwe pamoja nao? Ni lazima tudumu katika neno la Mungu. Mathayo 17:21 inasema, lakini namna hii haitokei ila kwa kusali na kufunga. Kwa kusali na kufunga, kufunga na kuomba. Maana yake tukija kwa maneno mengine, Biblia inasema hivi, imani huja kwa neno la Kristo. Wanafunzi wa Yesu pale walikemewa kwamba ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa hiyo imani huja kwa neno la Kristo. Tufanye nini ili nguvu za Mungu zijae ndani yetu? Lazima tusikilize neno la Mungu linasemaje. Lazima tuwe karibu na Yesu Kristo. Sikiliza, usimfanye Yesu Kristo kuwa kama zimamoto. Mambo yako yanapokuwa magumu, yanapokuwa mazito, ndipo unapoanza kutafuta uso wa Mungu. Baba anasema, Yesu Kristo anasema hivi, mtafute sasa hivi. Yaani jenga ushirika ule wa ndani. Daudi anasema, neno moja nimelitaka, ni kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote, kutafakari uzuri wake. Hasa kutafakari uzuri wa Mungu siku zote nini? Ni katika mchakato ule wa kulisoma neno. Ni katika mchakato ule wa kusikiliza kama unavyosikiliza sasa. Imani inajengeka kwa undani. Kwa mfano, wewe unapenda kusikiliza habari mbaya, unapenda kusikiliza habari za kuvunja moyo. Vivyo hivyo habari hizo mbaya ndizo zitajaa moyoni mwako. Lakini ukisikiliza habari za Yesu Kristo, Yesu Kristo atajaa ndani yako na nguvu zake. Unapoilisha nafsi yako neno la Mungu, nafsi yako inakuwa huku ndani. Neno la Mungu linakuwa huku ndani. Ukuu wa Mungu unakuwa huku ndani. Unaanza kumwona Yesu Kristo ya kwamba anaweza, ya kwamba inawezekana, ya kwamba inawezekana katika kila eneo. Na watu wa dunia wana mahali pao pa kwenda kuelezea mambo yao, na wewe lazima utafute mahali sahihi pa kwenda kuelezea mambo yako. Wana wa dunia wana vilinge vyao, wana mahali pao pa kwenda. Mwezi wa 12 wana njia zao za kwenda. Na wewe usiache kwenda ibadani, usiache kwenda kutafuta uso wa Mungu. Lazima na wewe uende madhabahuni ukamweleza Yesu Kristo, Bwana Yesu, nimekuja, jambo lako ni A, B, C, D. Yesu Kristo atajidhihirisha kwako. Hiyo ni moja. Lakini la muhimu na la msingi, wewe ndio unaenda zaidi. Lazima ujae na nguvu za Mungu. Lazima ujae na nguvu za Mungu. Ndio maana Yesu Kristo akajua hilo, akawaambia wanafunzi wake, msitoke mpaka mtakapovikwa nguvu, mpaka atapokuja Roho Mtakatifu ndani yenu. Kwa hiyo jambo lolote lile ambalo unakwenda kulifanya, ukijua nguvu zako ni chache, usiende. Jaa nguvu huku ndani, ndipo uende. Ukiwa una kesi yoyote, ukiwa una jambo lolote lile, iwe ni kazi, iwe ni interview, kama hujashinda interview yako rohoni, ukienda kwenye interview utafeli. Kwa hiyo lazima uanze kushinda huku ndani. Ukiwa kuna labda ni kazi yoyote ile ambayo labda wameitwa watu 2000, kila mmoja pale ameshaenda kwenda kutafuta njia yake ya kushinda. Wewe njoo kwa Yesu, mweleze Yesu, ninakuhitaji wewe na nguvu zako, unijaze ndani yangu, kwa sababu bila wewe mimi siwezi. Maana Bible inasema na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yenu. Sasa huwezi ukashinda kama hauna Yesu Kristo aliyejaa ndani. Kumbuka, imani huwa, yani nguvu za Mungu huwa zinajaa na kupungua. Vile unapomkaribia Mungu, nguvu zako zinajaa, na vile unapojitoa kwa Mungu, nguvu zako zinapungua. Ndio maana anasema katika ile kitabu cha Waefeso ya kwamba kwa kadiri ya nguvu itendayo, kwa kipimo kitendacho kazi ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Nguvu za Mungu ni za muhimu sana utembee nazo, na ndio maana Yesu Kristo akagundua hilo, akaanza kuwaambia wanafunzi wake, msitoke
mpaka mtakapovikwa nguvu, mpaka mtakapovikwa uweza wa kufanya nini? So uweza wa kupiga bla bla, uweza wa kutenda, uweza wa kufanya mambo siku zote. Hata ukimwona mtu yoyote ambaye hawezi kusema habari za Yesu Kristo, jua nguvu zake zimepungua ndani yake. Haleluya! Nguvu za Mungu zinapokuwa ndani yako, unakuwa wewe mwenyewe unajiamini. Utajuaje kwamba nguvu za Mungu ziko ndani yako? Ni kwamba wewe mwenyewe hata kushuhudia habari za Yesu Kristo huogopi wala ufanyaje. Kwa sababu gani? Nguvu za Mungu ziko ndani yako, zinatenda kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Ni lazima, ni muhimu mno kuliko unavyofikiria ya kwamba utembee na nguvu za Mungu. Na ndio maana wanafunzi wa Yesu Kristo wakaambiwa ya kwamba wasitoke Yerusalemu mpaka atakapovikwa nguvu. Maana yake wangetoka Yerusalemu hawajatiwa nguvu, maana yake wangesambaratika. Maana yake ile kazi ambayo Yesu Kristo alikuja kuifanya hapa duniani ingeweza ikaingia shida. Lakini Yesu Kristo akaweka protocol, akawaambia msitoke. Maana yake maana yake ni amri, msitoke. Maana yake ni muhimu. Ni sawa unapoondoka nyumbani unawaambia watoto wako ya kwamba msitoke. Maana unajua huko nje kuna mbwa mkali, huko nje kuna watu hawa na hawa, kuna ubaya. Anaambia msitoke mpaka mtakapovikwa nguvu. Maana yake nini? Nguvu hizo zinaweza dhidi ya maadui. Nguvu hizo zinaweza dhidi ya chochote kile. Kumbuka amesema amewaacha kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Sasa basi, ni muhimu tembea na nguvu za Mungu. Tafuta Mungu, tafuta kukaa na Yesu Kristo. Kumbuka nimekusisitiza, Daudi anasema neno moja nimelitaka, nikae nyumbani mwako. Kukaa nyumbani mwa Mungu ni nini? Ni kulisikiliza neno. Kukaa nyumbani mwa Mungu ni nini? Ni kulitafakari neno lake. Kukaa nyumbani mwa Mungu ni nini? Fanya kazi yako huku ukijua, ukimtafakari Kristo ndani yako. Fanya kazi yako hapo ulipo, huku tumaini lako lilikuwa ni katika Kristo Yesu. Fanya ndani yako, huku ndani yako ukimwabudu Kristo. Fanya kazi yako ukitembea kifua mbele ya kwamba Yesu Kristo yuko pamoja nami, adhihirike ndani yako na atajidhihirisha hata hapo ulipo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Jina la Bwana libarikiwe. Na wewe ambaye somo hili limekubariki na umeona ya kwamba usikae kimya, ama unataka uchukua hatua na haujampokea Yesu Kristo, hebu fuata maneno haya. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, ulifanye kuwa wako, katika jina la Yesu, amen. Kuanzia sasa umeokoka na usijihukumu tena. Yesu Kristo anakupenda. Usikate tamaa, songa mbele katika Yesu Kristo.